Uingereza imesaini makubaliano na Ukraine kutoa mkopo wa dola bilioni 2.84 ukiungwa mkono na faida kutoka kwa mali za Urusi zilizozuiliwa. Mkopo huo ni sehemu ya mpango wa mkopo wa kundi la G7 kwa kuongeza mapato ERA na ulirasimishwa wakati wa ziara ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jijini London, ambako alikutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Kwa mujibu wa Waziri wa Fedha wa Ukraine Mashenko, mkopo huo utatumika kununua vifaa vya ulinzi kulingana na mahitaji ya kimkakati ya Ukraine. Mashenko alisisitiza kuwa Uingereza inaendelea kusimama na Ukraine huku makubaliano haya yakichangia kuimarisha uwezo wake wa ulinzi. Mkopo wa Uingereza ni sehemu ya mfuko mkubwa wa msaada wa dola bilioni 50 ulioahidiwa na mataifa ya G7 mnamo Oktoba 2024. Mkopo huu utadhaminiwa na kutumia mapato yatokanayo na mali za Urusi zenye thamani ya takriban dola bilioni 300 zilizozuiliwa, ambazo nyingi zinashikiliwa katika nchi za Ulaya. Ingawa mataifa ya Magharibi yamezuia mali za Urusi zenye thamani ya dola bilioni 300, fedha hizo haziwezi kutumika moja kwa moja. Hata hivyo, zinakadiria kuzalisha takriban dola bilioni 3.2 kwa mwaka kama faida, ambazo zitatumika kama dhamana ya mkopo wa dola bilioni 50 kwa Ukraine. Makubaliano haya ya mkopo yanakuja baada ya Uingereza na Ukraine kusaini mkataba wa ushirikiano wa miaka 100 mnamo Januari 16, 2025. Mkataba huo unajumuisha ushirikiano katika sekta ya kijeshi, nishati, sayansi, utamaduni na uchumi. Wakati wa ziara yake jijini London, Waziri Mkuu Keir Starmer alithibitisha dhamira ya Uingereza kwa Ukraine, akisema kuwa nchi hiyo inaungwa mkono kikamilifu kote Uingereza na msaada utaendelea kwa muda wote utakaohitajika. Ziara ya Zelensky jijini London inafanyika katika mivutano ya kisiasa ya hivi karibuni, ikiwemo mvutano wake na Rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Ripoti zinaonyesha kuwa Trump alimwamuru Zelensky kuondoka kwenye mkutano wao, jambo lililoonyesha hali ya wasiwasi kati ya viongozi hao wawili. Wakati huo huo, viongozi wa Ulaya wanaendelea kuungana katika dhamira yao ya kutoa msaada wa kifedha na kijeshi kwa Ukraine kama sehemu ya mpango wa G7 unaoendelea. Ukraine inatarajiwa kupata msaada zaidi wa kuimarisha ulinzi na uthabiti wa uchumi wake.